Yes, bado nipo mitaa makumbusho. Nikwambia toka awali kwamba tutaelekea makumbusho leo hii na nipo hapa. Kikubwa zaidi ambacho natakiwa ukifahamu, mashabiki wa Yanga hawataki kuzungumza. Kwa hiyo nipo na wanachama wa Simba, mashabiki wa Simba ndio wanataka kuzungumza. Iwapo kwa kiasi kikubwa hivi na kwa kiasi fulani hivi naona kama wana unyonge fulani hivi. Sasa nimekutana na mwanachama wa Simba Sport Club hapa. Ngoja nione kama yeye bado ana unyonge ama furaha nayo. Bwana, mambo vipi? Poa, inakuaje? Uko vizuri? Fresh. Unakuita nani? Naitwa Juma Twalibu Juma, mwanachama wa Simba Sports Club maarufu kama Peche Peche. Wewe ni mwanachama kabisa wa Simba Sport? Kama wa Simba kutokea tawi la Mpira Pesa Magomeni Mikumi. Bwana Kwa upande wa Simba Sport Club misimu kadha wa kadha hapa imepita, hamna kombe lolote. Nini ambacho kipo ndani ya klabu ya Simba? Tatizo nini? Shida ni wanachama pamoja na uongozi. Wanachama wa Simba ndio wanasababisha matatizo yote yalikuwepo ndani ya Simba. Kwa namna gani? Kwa namna mamluki ni wengi katika uongozi wa Simba Sports Club. Tumeingiziwa mamluki wengi sana. Ndio maana kila siku haya yanatokea haya, mara wachezaji hawa wafai, kocha huyu hafai. Yote haya yanasababishwa na uongozi kuwa mamluki ndani ya Simba. Na wanachama wa Simba pia ni mamluki. Kwa sababu wanachama wa Simba wanaangalia maslahi yao, hawaangalii maslahi ya timu. Hao yote ndio wanaosababisha timu kuendelea kufanya vibaya. Mamluki tafsiri ya mamluki it means si mashabiki halali wa Simba ama hawaipendi klabu moja kwa moja. Wao wapo kwa ajili ya matumbo yao wenyewe. Sio mashabiki halali wa Simba, wapo kwa ajili ya matumbo yao. Kwa sababu mshabiki halali wa Simba ni yule anayepambania timu kwa dhati. Anajitoa, lakini wao wanatoa siri za klabu. Wewe uko kwa ajili yako, upo kwa ajili ya Simba. Na pia baadhi ya viongozi wapo wanaohujumu Simba. Na umenikumbusha vitu vingi kwa kweli vya Simba vinavuja kabla hata vijatoka hadharani. Jezi zimevuja zaidi ya misimu miwili na tunazikuta ni zile zile. Unadhani hizi pia ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba mnahujumiwa ndani ya klabu ya Simba? Mnahujumiwa na viongozi ambao wako madarakani. Na yote haya yanasababishwa pia na mwekezaji mwenyewe. Pia anamsababisha matatizo makubwa ndani ya Simba. Sababu hawawezi ukasema hao watu hao hawajui. Wanawajua, lakini bado wanawakumbatia tu. Na baadhi ya wanachama viongozi hao mamluki wanawajua, wanawakumbatia kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Tunaumia si wengine ambao tunaipenda timu kwa dhati. Tunajitoa kwa dhati kwa sababu ya timu yetu. Lakini kuna baadhi ya watu wanaturudisha nyuma. Viongozi na wanachama wao baadhi kwa maslahi yao binafsi. Hata wamlete kocha nani, kama wao hawajajiangalia wao kwanza uongozi wao, tutayumba kila siku. Na watafukuza wachezaji kila siku. Washafukuza wachezaji wangapi paka sasa hivi? Kwamba hawa hawafai, wanatuhujumu. Je, wao wenyewe viongozi wamejitathmini kabla ya kufukuza wachezaji na makocha? Wajitathmini wao viongozi kwanza. Sio paka tuanze kuandamana sisi wanachama wa Simba. Wao wenyewe kwanza wajiangalie kabla sisi hatujafanya maamuzi magumu. Tunaumia sisi, sio wao. Wao wanakaa kwenye magorofa huku, sisi tunaumia huku chini. Wajitathmini kwanza wao viongozi kabla hawajafanya maamuzi yao. Sisi tunaumia sana. Mtu unatoa pesa zako unahangaika huku na huku timu ipate ushindi. Alafu mwisho wa siku unakuja unaambiwa mtu kafanya hivi anavyojua yeye. Tunafungwa. Wewe Simba ya kufungwa mara 6 mfululizo na Yanga. Alafu unasema unamwekezaji anafanya kazi gani? Si bora aondoke tu tuchangishane sio wenyewe. Kwamba tuone kwamba tutafungwa sina Yanga mara 6. Hatuwezi kufanya kitu kama hicho. Alikuwepo mzee Dalali pale, hana hata senti 5. Timu inafanya vizuri na hajawahi kufungwa mara 3 na Yanga. Alikuwepo ana hela. Sasa hivi mtu mwenye hela yupo. Halafu timu bado inaungaunga. Bora waondoke wote tujue moja. Sio kutudanganya kila siku huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi. Unafukuza wachezaji, unafukuza makocha. Lakini anakuwa ni yale kila siku. Wao mbona wafukuzani? Wanabadilishana vyeo tu. Vipi kuhusiana na kwa upande wa wanachama? Tunajua kiongozi wa upande wa wanachama ni Murtaza Mangungu na amekuwa akiongelewa sana wanachama wa Simba wakiwa hawamtaki kabisa kusikia Mangungu. Simba ikifungwa basi Mangungu lazima ahusike kwenye hilo swala. Vipi kwa upande wake? Vipi kwa upande wake naye anaonekana na yujumu na klabu ya Simba? Narudia pale nikiwa kama mwanachama wa Simba. Shida iko kuanzia kwa wanachama. Sio Mangungu peke yake. Shida iko kuanzia kwa wanachama pamoja na huo Mangungu mwenyewe. Huku upande wa mwekezaji
kila siku anafanya mabadiliko. Umeshaelewa? Na matatizo yanakuwa yako vile vile. Je, huku upande wa wanachama tutafanya mabadiliko lini? Huku upande wa wanachama hao watu wanatakiwa wajiuzuru. Huku upande wa mwekezaji yeye anafanya mabadiliko yake kila siku. Kwa hiyo shida yuko huku kwa upande wa wanachama. Kwa sababu huku hakuna mabadiliko yote yanayofanyika kila siku. Kuko vile vile, alafu matatizo yako vile vile. Kwa hiyo wanachama wa Simba tukae chini tujue kwamba tatizo liko huko kwa upande wa wanachama. Kwa sababu hakuna mabadiliko yote yanayofanyika huku. Umeshanielewa? Kwa hiyo wanachama wa Simba tukae chini tujue tunafanya nini. Kama kujiuzulu hawataki wenyewe, tuwafanye nini hawa watu waondoke kwenye timu yetu? Mwekezaji yeye kila siku anafanya watu wake wanabadilika, lakini bado shida iko pale pale. Mangungu watu wanamwambia achie timu, hataki, anang'ang'ania kitu gani ndani ya Simba? Hapo ng'ang'ania sasa timu ifanye vizuri. Timu inaendelea kubolonga kila siku. Labda baadhi ya wanachama ambao wenyewe ndani ya timu mnawafahamu kwamba huyu hatumuelewi. Nyie hamchukui hatua yoyote ama ndani ya wanachama wa Simba hakuna katiba yoyote, hakuna sehemu ya kipengele cha katiba ambacho kinambana ambaye kwa kiasi fulani anaonekana na yujumu timu? Yaani katiba, shida ipo kwenye katiba. Umeshaelewa? Katiba inawabana sana wanachama. Umeshaelewa? Hatuna maamuzi yale ya mwisho ya kuwatoa madarakani hawa viongozi ambao tunawachagua. Ile ingekuwa katiba iko huru kuwatoa madarakani hawa viongozi tunawachagua, siku nyingi Mangungu pamoja na jopo lake tuliowachagua wote ingekuwa shaondoka tayari. Shida ni katiba. Kwa hiyo wanachama Simba tukae chini tujadili hii katiba. Haina ngumu kwa sisi wanachama kabisa. Haina nguvu kwa wanachama. Na ndio maana viongozi ambao wanachaguliwa wanafanya wanavyotaka wao, kwa sababu katiba inawabeba wao. Lakini ingekuwa katiba inatubeba sisi wanachama, wale siku nyingi walikuwa washaondoka wote. Mangungu pamoja na wajumbe wake. Kwa sababu mwekezaji yeye anatoa watu wake. Huku kwa wajumbe wako wale waliochaguliwa na wanachama, mwenyekiti ni ule kila siku tunampigia kelele kujiuzulu hawataki. Kwa hiyo wao ndio sosi wakubwa kuihujumu timu. Mwenyekiti pamoja na wajumbe wake, wao ndio wanaongoza kuihujumu timu ya Simba. Kwa sababu kwa nini wanakataa kujiuzulu? Wana faida gani wao wanaoitaka? Kwa jinsi mambo yanavyokwenda, unaona ukienda pia kupata shida ndani ya msimu huu unaokuja? Shida itakuwepo. Kwa sababu umoja wenyewe haupo. Shida lazima itakuwepo tu. Kwa hiyo kwa kiasi fulani mnaenda tena kukosa ubingwa msimu huu kwa jinsi unavyoona? Sioni dalili za kupata ubingwa. Sioni dalili za kupata ubingwa tena. Wewe ni mwanachama wa Simba kabisa unasema hivi? Mimi ni mwanachama wa Simba lakini sioni dalili za kupata ubingwa. Kama uongozi ule wa wajumbe wale wa Mangungu na Mangungu mwenyewe hawatakaa pembeni, tutaendelea kuumia hivi hivi. Mimi nakwambia tutaendelea kuumia hivi hivi. Labda huyo Magodi afanye kazi ya ziada. Sababu sisi wanachama wengi wa Simba tunamkubali. Afanye kazi ya ziada sana kuwadhibiti hao mamluki ndani ya Simba. Akifanikiwa hilo tutafanya vizuri. Afanye kazi ya ziada na si wanachama tuonyeshe ushirikiano kwake Magodi. Tutatoboa kama tutaonyesha ushirikiano wa dhati. Wanachama wa Simba, sijui hawa wajumbe wa Mangungu na Mangungu mwenyewe tuwaweke pembeni. Tudili na huyu Magoli, tutafanikiwa. Tuache makundi yetu, tukamane na Magoli. Tunasonga mbele. Lakini kama tutaendelea kumng'ang'ania huyu Mangungu wetu, tutafeli tena. Naona kuna baadhi ya watu wanasema ndani ya Simba kuna matabaka. Hasa baada ya vuguvugu ile la usajili, mara kocha anamtaka mchezaji fulani, viongozi wanamtaka mchezaji fulani. Labda unadhani kuondoka kwa kocha kunachangiwa na vurugu ambazo zipo ndani ya uongozi wa Simba? Hilo linawezekana. Sababu inawezekana huyo Magoli mwenyewe ndio aliamua hivi kwamba kocha aondoke, aweke watu wake ili mambo yaende vizuri. Kwa hili tumwachie mwenyekiti wa bodi kwamba atatufikisha wapi. Ila mimi nawasihi tu wanachama wenzangu wa Simba, tumpe support ya ziada. Tuache makundi. Kuna makundi ndani ya Simba? Makundi yapo. Yanasababishwa na nini? Kuna baadhi ya watu unakwambia mimi namtaka Mangungu, mimi simtaki mwekezaji. Tayari hayo ni makundi. Umeshanielewa? Ukishasema tu simtaki mwekezaji au mwekezaji atoi hela, huko upande wa wanachama. Je, nyie upande wa wanachama mmejisafisha, mko vizuri? Huyu mwenzenu kila siku anasafisha watu wake. Mbona nyie wa kwenu hamsafishi?
na mwenzenu anasafisha huku upande wake, alafu timu bado iko vile vile. Hamuoni kwamba upande wetu si ndio wenye matatizo, upande wa wanachama? Kwa hiyo natakiwa si wanachama tujue tunafanya mbinu gani za kusafisha upande wetu, kwa sababu upande wetu si ndio unaonekana una shida. Upande wa wanachama mnashiriki moja kwa moja kwenye masuala ya usajili na kujenga timu kwa ujumla? Upande wa wanachama kusema kwamba sisi tunasajili timu ni uongo. No. Yaani mapendekezo na nini, ama hii kuna kamati imeundwa kabisa ya usajili? Kamati ya usajili ipo. Kamati ya usajili ipo na ndio inaosajili. Unaona inafanya kazi vizuri na ina uhuru wa kufanya kazi, ama kuna watu wanapachika wachezaji? Msimu huu bado hatuwezi kutoa maoni kwamba kamati hiyo iliyoteuliwa imefanya vizuri au imefanya vibaya. Kwa msimu iliyopita ilikuwa vipi? Kwa msimu uliopita imefanya vibaya, sababu hatuna kikombe chochote. Utasemaje kamati ya usajili imefanya vizuri? Unaiona kamati ya usajili ikiingiliwa ndani ya klabu ya Simba? Hilo sina uhakika nalo kwamba kamati ya usajili inaingiliwa ama haingiliwi. Sina uhakika nalo. Ile inavyoonekana kamati ya usajili inaingiliwa, na wanaoingilia sasa ni wakina nani? Je, ni upande wa wanachama au ni upande wa mwekezaji? Hapo sisi wanachama tuwezi kujua, sababu vitu vingi vya Simba haviwekwi wazi. Umeshanielewa? Haviwekwi nini? Haviweki wazi. Na ndio maana sio wengine kuongeongea tu hatutaki. Mnajua mengi. Hatutaki kuongeongea. Mengi tunayajua lakini hatutaki kuongeongea. Inabidi muongee ili mpate tiba ndani ya klabu. Msipoongea sasa watasikia vipi kama mnajua mabaya ambayo yapo ndani ya klabu yao? Ndio hapo sasa. Kwanza umoja, kwanza wanachama sisi wenyewe. Tukiwa wote letu ni moja. Hata huo Mangungu dakika 2 hazichukui. Ule anaondoka tu. Yaani letu likiwa moja tu wanachama, basi shughuli ndogo. Shida wanachama Simba tupo pamoja. Kila mwanachama anacheza ngoma yake anayojua yeye. Hiyo ndio shida. Lakini letu likiwa la sijui mpira pesa, vuvuzela, temino, sijui wapi, wote tukiwa la kwetu moja. Simba ile mbona inasimama na huo Mangungu anaondoka dakika 2 yule? Yaani matawi yote letu likiwa tu moja basi. Issue ni ndogo hiyo. Na mimi shida nakwambia, shida iko kwa upande wa wanachama. Shida haipo kwa mwekezaji. Mwekezaji anafanya mabadiliko kila kukicha. Hapo shida iko pale pale. Kwa hiyo wewe ugundui tu kwamba hapo shida iko wapi? Shida iko huku upande wetu sisi wanachama. Bwana mimi nakushukuru sana. Asante sana, haina shida ndugu yangu. Unasema unakuita nani? Naitwa Juma Twalibu maarufu kama Peche Peche. Juma Twalibu. Juma Twalibu. Umetema nondo kweli kweli. Asante sana. Nashukuru sana. Bwana huyo ni Juma Twalibu ambaye tunahitimisha naye kwenye Dimbani Connect. Tumezungumza mengi kweli kweli ambayo yanahusiana na timu yake ya Simba Sport Club. Tumezungumza mengi kuhusiana na uongozi ndani ya Simba Sport Club. Akisema kwamba ndani ya Simba wapo ambao wanaihujumu timu. Sasa tunaenda kuangalia ni nani ambaye anaihujumu Simba Sport Club. Tutakuja kufahamu. Nyuma ya kamera yupo Victoria Kavishe. Mimi ni Andrea Masawe. Shukrani kwa kuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka sasa hivi nahitimisha. Usisahau kusubscribe hapo YouTube, tufuatilie kupitia Instagram, Facebook, Twitter pamoja na TikTok. Kote tupo na utapata matukio yote ambayo yanatokea kimichezo. Endelea kuwa nasi, uwe na siku njema.